Tazama maajabu na ukubwa wa Allah tabaraka wa taala. Kwa wakazi wa kanda za pwani na maeneo yale ambayo jua na joto ni kali sana, swaumu ambayo wanakuwa wamefunga huwa inawashughulisha sana upande wa kupata kiu. Huwa wanahitaji sana maji wakati wa swaumu, wakati wamefunga, kwa sababu jua huwa linakuwa ni kali, joto pia huwa linakuwa ni kali sana. Na hii ndiyo inapelekea wakazi wengi sana wa pwani na maeneo yenye jua kali kupata nini? Kupata kiu sana. Wenyewe hawashughulishwi, yani chakula kwao sio muhimu sana. Muhimu sana ni maji. Lakini kwa wakazi ambao wanakaa maeneo yenye baridi kama vile Njombe, Mafinga na maeneo mengine ambayo baridi huko huwa ni kali sana, hawa kwa upande wao maji sio shida, na wala sio, anaweza hata maji asinywe hata usiku wakati anakula daku. Hata maji asinywe na wala asisikie kiu cha maji. Changamoto kubwa kwao hasa ni nini? Wao wanahitaji sana chakula. Umeona maajabu ya Allah eh? Yaani kwa wakazi wa Dar es Salaam, Chalinze, wapi huko Tanga na maeneo mengineyo ambayo joto ni kali, mahitaji yao makubwa sana kipindi ambacho wamefunga huwa yanakuwa ni maji. Lakini kwa wakazi wa mikoa ambayo kuna baridi kali, mahitaji yao makubwa sana huwa yanakuwa ni nini? Huwa yanakuwa ni chakula. Kwa sababu gani? Wakazi ambao wanakaa mitaa hii maeneo ambayo yana joto kali na jua kali, mara nyingi joto lile ndio hupelekea kukausha yale maji katika mwili. Kwa hivyo mwili huwa unahitaji sana maji. Lakini kwa wakazi ambao wanakaa maeneo ambayo yana baridi, kule kwao huwa hawataki maji kwa sababu baridi ni kali, na wanahitaji sana chakula. Kwa sababu gani? Mtu anapokuwa kwenye baridi huwa anakuwa yuko active sana. Kama anafanya kazi basi ataifanya kwa kutumia nguvu kubwa au kwa haraka sana, kitu ambacho kitapelekea kumalizwa kwa kile chakula ambacho amekula ndani ya tumbo lake usiku. Kwa hivyo watu wengi wenye maeneo baridi huwa wananyong'onyea kwa sababu ya chakula. Maana ikifika mida ya saa 8 saa 9 hivi, utaona kabisa tumboni kidogo kama vile kumeanza kunyong'onyea. Huu ni mtazamo wangu. Vipi? Unaonaje? Ni ukweli au kuna something else?